Na watazamaji, vuta ni kuvute zinazidi kushuhudiwa kule jijini Nairobi kati ya waandamanaji wa vijana wa Gen Z na maofisa wa polisi. Mapema watazamaji wangu, kama vile ambavyo nimekuwa nikiwaelezea, vijana wa Gen Z walikuwa wanataka kufanya maandamano yao hadi kule kwenye bunge la kitaifa, kwa sababu huko ndio vijana wengi wa Gen Z walikumbana na mauti yao wakati walikuwa wanapinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kina watazamaji wangu kuhusiana na vile hali ilivyo sasa hivi pale kwenye barabara ya kuingia kwenye bunge la kitaifa, ningependa kukuomba wewe mtazamaji wangu, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, ujiunge nami kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, iposa ujumbe ama hizi habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, vuta ni kuvute zinazidi kushuhudiwa kati ya maofisa wa polisi na waandamanaji kule jijini Nairobi. Sasa hivi watazamaji wangu, hali ya wasiwasi inazidi kutanda pale jijini Nairobi CBD, huku maofisa wa polisi wakiendelea kuwakamata hawa waandamanaji wasije wakaendelea na kuungana na kufika kule kwenye bunge la kitaifa kama vile ambavyo wamesema ya kwamba leo wanataka kufika huko, lakini haitawezekana kwa sababu mapema tayari barabara zilikuwa zimefungwa kuelekea pale kwenye bunge la kitaifa. Sasa hivi unaona yoyote ambaye anajaribu kukaribia kwenye hiyo barabara anakamatwa, anapelekwa kizuizini. Kuna breaking news watazamaji wangu ambazo tunazipata kuhusiana na mmoja ya vijana wa Gen Z ambaye alihusika pakubwa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024. Kama vile ambavyo unamuona hapo kwenye screen mtazamaji wangu, huyu kijana ambaye aliingia kule kwenye bunge la kitaifa akajirecord akisema ya kwamba Mr. Speaker, sir, tuko hapa na hatutoki. Siku leo watazamaji wangu, kulingana na ripoti ambazo zina ingia kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, zinasema kwamba amekamatwa na amepelekwa pale Central Police Station. Hatujaweza kujua nia yake ya kukamatwa ama pengine ni kwa ajili ya kujihusisha na haya maandamano ya siku ya leo. Viongozi mbalimbali watazamaji wangu ambao walikuwa wamejitokeza kwenye maandamano tayari wameweza kurudi makwao, na sasa wale ambao wamebaki kwenye maandamano ni vijana wa Gen Z ambao wanazidi kukabiliana na maofisa wa polisi. Kule jijini Mombasa watazamaji wangu, maandamano ya amani yameanza. Maofisa wa polisi wako pamoja na waandamanaji, wanahakikisha kwamba wanawapatia waandamanaji ulinzi, sio kuleta fujo, sio kuleta ghasia, sio kuwatupia tear gas. Haya ni maandamano ya amani, na kwa hivyo kama maandamano ni ya amani, basi na maofisa wa polisi wanastahili kudeal na waandamanaji kwa njia ambayo haina fujo wala kuwatupia tear gas. Lakini kulingana na ripoti ambazo tunazipata watazamaji wangu, ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambako fujo, ghasia zimeanza kushuhudiwa, kama kule maeneo ya Githurai. Kama vile ambavyo nilikuwa nimefahamisha hapo awali, maofisa wa polisi wamelazimika kutupa vitoa machozi. Pale jijini Nairobi watazamaji wangu, hakuna tear gas ambayo imeweza kuonekana ama mali ya mtu kuharibiwa, kuchomwa, na nataka nikupeleke moja kwa moja watazamaji wangu mpaka pale jijini Nairobi uweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi, huku usalama ukiendelea kuimarishwa kwenye ile barabara ya kuelekea kwenye bunge la kitaifa. Kabla sijakuwekea video mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Polisi ako wapi? Polisi mandaliwa Denzel Omondi. Huyo polisi lazima tuchukue hatua na wetu ndani. Polisi mandaliwa Boniface Kariuki. Lazima tuchukue hatua na wetu ndani. Ingekuwa ni Chanel Ruto yameuliwa, huyo polisi angekuwa amenyongwa. Ingekuwa ni Ruto yameuliwa, huyo polisi angekuwa amenyongwa. Kweli watu wa Nobody, Rex Masai, Boniface Kariuki, Denzel Omondi walikuwa ndoto mkubwa sana.
Justice for Rex Masai bwana. So we're here, we are marching to Central Police Station to demand the release of our comrades who have been arrested. They came unarmed and they were peaceful, they've been arrested. As you can see, we have no weapons, we are not looting anything, we haven't thrown any stones, we are armed with the Constitution and the Kenyan flag. So as we march to Central Police Station, you can see the police escorting us. I hope they're going to respect the law and allow us to go and demand the release of our friends. And if anyone has been arrested in the entire country, we demand for the immediate release of every single peaceful protester. Kila mtu waachiliwe kwa sababu kuandamana ni haki yetu. Tulisoma katiba tukaelewa kwamba kuandamana ni nini? Tulisoma katiba tukaelewa. Tulisoma katiba tukaelewa. Kufanya maandamano ni haki yetu. Kufanya maandamano ni haki yetu. Tulisoma katiba tukaelewa. Tulisoma katiba tukaelewa. Watazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo sasa hivi kule jijini Nairobi. Unaona kwa kweli vijana wa Gen Z wanazidi kuungana, wanazidi kuja kwa wingi. Lakini nao maofisa wa polisi, watazamaji wangu, inaonekana ndio wengi siku leo kule jijini Nairobi kuliko hata waandamanaji wenyewe. Ndio unaona inazidi kuwa vigumu kwa haya maandamano ya siku leo kufanyika kikamilifu, kwa sababu hata ukiangalia idadi ya wale vijana wa Gen Z na Wakenya ambao wamejitokeza siku ya leo kule jijini Nairobi sio wengi ukilinganisha na maandamano ya mwaka uliopita, wakati vijana wa Gen Z walifanya maandamano kama haya ya kuwakumbuka wenzao, commemoration, kuwafanyia anniversary wenzao ambao walipoteza maisha yao kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 2025. Kule Mlima Kenya, watazamaji wangu, Karatina, shughuli zinaendelea kama kawaida. Kule Nyeri, ukienda kule Embu, hakuna wasiwasi yoyote. Nakuru, shughuli ziko sawa, biashara zinaendelea kama kawaida. Kwa hivyo maeneo ambayo tunaweza kusema kwamba maandamano yameanza rasmi sasa hivi ni kule jijini Nairobi, Mombasa, Eldoret. Maandamano hapo awali yalikuwa yameanza, lakini maofisa wa polisi wakafaulu kudhibiti hiyo hali. Kule Kisumu sasa hivi nao pia kuna makundi ya vijana ambao wameanza kuingia kwenye maandamano. Mengi zaidi nitakuwa na kufahamisha vile hali ilivyo, shughuli zinaendelea vipi hapa nchini Kenya. Je, usafiri unaendelea kama kawaida, biashara zinaendelea kama kawaida, ama hali iko namna gani? Kabla sijatamsha mtazamaji wangu, hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section. Kwanza wewe unanitazama ukiwa wapi? Uko kazini, uko nyumbani, ama uko kwenye maandamano? Niachie maoni yako hapo. Na kabla sijatamatisha, nakukumbusha tena ujunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende bado watazamaji, nitakuwa na hivi punde na habari zaidi za kuwafahamisha.